kuwa anaonekana hafai. Aliyeulizwa hapo wapi, ikasemekana ni kamoja tu, na nikiwete. Siku ya leo yaweza kuwa wamekuwa wakiulizana ya kwamba kama unaabudu Mungu nani, unakuja katika kufunga na kuomba, unaenda katika prayer center na wao kila unaomba, unakuja katika ushirika, umeokoka sana, unajipeana mbele za Mungu, unasimama mbele za Mungu, unaulizana ya kwamba hii maombi kwani hatuoni ikifanya kazi. Lakini Bwana wafanye wakati wake wa kukuandalia meza, akiuandaa hakika utasema ya kwamba amerudishiwa. Anakula meza moja na wafalme, ya kwamba amekumbukwa, ya kwamba Mungu akiweka sifa za sifa ndani yako, hautaiba peke yako. Kile unakuwa ukingojea Mungu ajikulia akikufa, akikuatetea wewe, hautaiba peke yako. Kama umekuwa ukingojea gari, hakika hautaiba peke yako. Tutasema fulani amepata gari, hiyo ni nyimbo ya sifa. Ukipewa mume kama unangojea mume, tutasema hakika Mungu anampa mume. Sio wewe tu utaiba, sisi pia tutaiba, sababu ni nyimbo ya sifa imewekwa kinywani mwako, na hautaiba hiyo nyimbo ya sifa peke yako. Mungu wa mbinguni awabariki. Yohana 5 kuanzia mstari wa kwanza kuendelea. Anasema Bwana baada ya hayo alikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapokumbukwa apendwa, kuna kitu nataka kuambia. Sababu ya kuwa yaweza kuwa siku yako ya kukumbukwa umefikiwa, na kuna mistake unaweza fanya kama Mkristo. Waweza kosa kuwa na subira ndani yako. Tumesoma kuhusu mtumishi mmoja aliyekuwa amelala kando ya maji, kando ya ziwa miaka 38, akiwa anangojea malaika ateremke atibue yale maji ndiye posa aweze kuingia katika kile kisima. Huyu mtu aliyekuwa amegojea 38 years, yamaanisha ya kuwa huyu mtu hakuwa na watu wao, yamaanisha hakuwa hata na marafiki. Lakini mimi nikiangalia katika ulimwengu wa kiroho, ninaona ilikuwa makusudio ya Mungu, kwa sababu haiwezekani mtu akae mahali na akose hata msamaria mwema, akose hata rafiki, lakini ilikuwa makusudio ya Mungu. Niposa tupate ile andiko. Ile linanitukia moyo mimi na wewe siku ya leo, kwa sababu kama haingekuwa hivyo hatungekuwa na jambo la kutulia moyo. Huyu mtumishi wa Mungu alikaa katika ile birika akingojea malaika akuje atibue yale maji aweze kuingia. Aliyekuwa ameingia wa kwanza anatoka akiwa amepona, naye huyu akangojea. Nilikuwa na tafakari, ninaangalia mtoto amezaliwa akafikisha 28 years akiwa mahali. Ukitafakari uangalie, mtu wa 28 years ni mtu mzima, mtu anajielewa, lakini huyu hakukata tamaa, lakini huyu hakungojea. Aligojea mpaka mwaka wa 28, wakati Yesu alipokuwa anapita akamuuliza unataka kuponywa. Yule mtu akawa na story. So mpendwa, siku ya leo yaweza kuwa Mungu anataka kukufanyia nini. Wakati Mungu atakapokufanyia jambo vile wakati atakapokukumbuka akupatie gari, tukikuuliza uko na gari, sema ndio niko na gari. Wachana na story mingi, sababu Mungu ndiye alikukumbuka, sababu Jehova ndiye alikukumbuka. Ule alikosa mtu wa kumjita katika ile birika, alikosa mtu wa kumshika mkono. Siku ya leo unaweza kosa mtu wa kukushika mkono, unaweza kosa Godfather, unaweza kosa mtu wa kukuelekeza mahali unataka, lakini Bwana wafanye atakuja, atakushika mkono. Milango iliyofungika mbele zako utaingia kwa wema na utukufu wa jina la Mungu. Utashikwa, utakalia zile vitu
kutafuta Mungu. Kama ulikuwa unaenda siku moja, ongeza zile siku 3. Kama ulikuwa unaenda prayer center, ongeza, kwa sababu haujui siku yako ya kukumbukwa ni gani. Ule mtu aliyepokuwa anangojea 28 years angekuwa na uwezo asituingishe, asikie hasira, atoke kwenye birika, na hakujua. Alikuwa na subira mpaka ufalme wa falme akafika. Nawe siku ya leo, mahali unalilia sana, ngojea Mungu. Mahali unatesekea sana, ngojea Mungu, sababu mahali ulipolilia, hapo ndipo utaheshimika. Mahali ulipogandamizwa sana, hapo ndio Mungu atakaye kuinulia siku yake ya kukukumbuka ikifika. Sababu hatujui lini. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Hajui watu wakati atakapokuja. Mipango yake ni yake, mipango ya mwanadamu ni ya mwanadamu. So siku ya leo, kanisa ninawaomba mnyenyekee, mtu avumilie mpaka Mungu akuje amkumbuke. Naye Mungu akikumbusha katika uchungu wa miaka mingi, ukiulizwa ni nini kumeendaje, wacha mambo mengi, sema Yesu ndiye amenikumbuka. Ukiulizwa Mama George, nimefikaje ukafika hapa, niacha mambo mengi, niseme mfalme wa falme ndiye amenifikisha hapa, niseme mfalme wa falme ndiye ameniinua. Kama kanisa kuna kitu tumegojea, ya kwamba Mungu ametutenda mambo makuu. Hapa tumekaa miaka tumekaa, wakati tutakapoenda kwetu tujenge mega church, tutasema ya kwamba Mungu ndiye ametukumbuka katika unyonge wetu, katika uchache wetu. Mungu ndiye ametukumbuka. Kanisa la Imaroi, watu watakayesikia wataimba nyimbo ya sifa pamoja na sisi. Lakini sisi, sababu ndiye tulijua vile tulipitia, pasta wetu wako na maono ya kujenga mega church. Huyu mzee pasta atakapokuwa akiangalia vile Mungu ametenda, hakika atasema haya ni matendo ya Mungu. Na sisi kama wana Imaroi tutasema ya kwamba Mungu ametutoa utukufu huu hadi mwingine. Hatutakuwa na mambo mengi, hatutasema sisi ni matajiri, hatutajivuna, hatutasema hili na hili. Tutasema ni mfalme wa falme amefika na akatukumbuka. Bwana wa mbinguni awabariki. Tusome ninapokuwa ninamalizia, tusome andiko la mwisho, Nahumu 1:9. Kitabu cha Nahumu 1:9. Tena Bwana anasema kwamba mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Amen. Bwana asifiwe kabisa. Wakati utakapokumbuka, kuna jambo litatendeka. Nataka ujiulize hili swali siku ya leo. Unawaza nini katika ile situation iko? Kama unaona kushindwa, hakika nataka kukuambia umeshindwa. Kama unaona ushindi, hakika umeshinda. Kama unaona utaendelea, hakika utaendelea. Wapendwa, unawaza nini? Mungu ndiye anatuuliza siku ya leo. Ukiona ushindi, ushindi unawe. Ukiona ushindi unawe. Ukiona kushindwa kunawe siku ya leo. Sababu neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu linasema ukweli. Hili ni neno la Mungu. Hili neno la Mungu limeakilisha Mungu. Anasema ya kwamba ameinua neno lake hata kuliko vile amejiinua. So unapopata nafasi ya kusoma neno la Mungu, huyo ni Mungu mwenyewe ananena nawe. Na mmoja mpaka 9 anasema nini? Unawaza nini? Kila unawaza. Yaweza kuwa umepitia uchungu. Yaweza kuwa umepita katika rodabari ya uchungu, rodabari ya magonjwa, rodabari ya kuhangaika, rodabari ya kudharauliwa. Nataka kukuambia, mfalme wa falme akifika maishani mwako, uchungu uliopitia miaka mingi, hautainuka tena, sababu mfalme wa falme amenena na amekomesha, na sauti yake itakuwa juu. Si Bwana wa mbinguni awabariki. Mimi nimemaliza. Mbarikiwe.
na asifiwe. Tupigie Mama Joyce. Tupigie Mungu wetu maana ametueleza kukuletea neno. Bwana asifiwe. Hata nimeona kama ushawahi kuhubiri tena. Bwana asifiwe. Maana Mungu amekupa utukufu. Unajua nimefikiria uchungu ya mama mjamzito. Nikaona ya kwamba wakati huyu mama akoripa wote anajifungua, ameona kile ameleta katika ulimwengu, anasahau na uchungu wote. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tu wakati tunakumbukwa na Mungu, uchungu ambao tumepitia, machozi ambao tumelia ya miaka mingi. Huyu alikuwa amelia miaka 28 na siku Mungu alikuwa kumbuka. Hivyo ule mambo ambayo unapitia, zile shida unapozipitia, ukikumbukwa na Mungu kama jinsi ambavyo tumehubiriwa, unasahau na yale mabaya, unasahau na troubles ambao umepitia. Bwana asifiwe. Wacha tuombe sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru maana wewe ni mwema, ni mwaminifu Bwana. Tunasema ni asante kwa neno lako takatifu Bwana, maana limekuja likiwa neno la wakati Bwana. Tunasema uinuliwe na uimidiwe Bwana. Bwana ni wewe unatujua na unatuelewa zaidi. Tuomba ukaweza kutukumbuka Bwana. Kunao wanapitia katika shida mingi, kunao wanapitia katika magonjwa, kunao watashindwa wataelekea wapi. Mungu aishiye milele Bwana wa mabwana, naomba ukaweza kutukumbuka. Haijalishi watu wanatuona namna gani, haijalishi tuko na tumekaa namna gani, lakini Mungu aishiye milele tunakushukuru maana unatujua na majina yetu. Jina lako liinuliwe na litukuzwe. Pokea sifa, wewe ni mwema, ni mwaminifu. Tuomba ukatukumbuke Bwana, ukakumbuke mtu na yule mwingine, maana wewe ndiye unatujua. Sisi tu watoto wa mfalme Bwana, na unatuelewa zaidi. Unajua maisha yetu, unajua maisha ya watoto wetu, unajua shida ambazo tunapitia, unajua mahitaji ambayo yako mbele yetu. Bwana tuomba ukatukumbuke Bwana, ukatutimizie Mungu wa uzima. Pokea sifa, wewe ni mwema, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen.